Moja kati ya topic ambayo imekuwa ikitrend na inazua mijadala mitandaoni miaka na miaka ni hii ya kuhusiana na battle kati ya Zuchu pamoja na msanii Nandy although kutokea The African Princess. Zuchu pamoja na Nandy tunafahamu kwamba ni wasanii wa kike wanaofanya vizuri sana kwenye industry ya muziki wa hapa East Africa na Afrika kwa ujumla. Na ukiangalia records pamoja na historical backgrounds za wote wawili hawa utagundua kwamba wana uwezo mkubwa sana kwenye masuala mazima ya muziki. Na ukianza na Nandy akiwa kama dada wa kwanza kufahamika na kutambulika kwenye kiwanda cha muziki cha Tanzania, amekuwa akifanya mengi sana. Historia yake inaeleza kwa upana namna ambavyo amepambana mpaka kufika kwenye mafanikio makubwa sana. Na of course ukizungumzia wasanii wa kike hapa Bongo 255 ambao wana mafanikio makubwa kutokana na kazi career ya kimuziki ni Nandy. Japokuwa wapo wengi sana, lakini kwa nini watu wawafananishe Zuchu pamoja na Nandy? Na hii ni kutokana na record pamoja na matukio makubwa, lakini pia na mambo wanayoyafanya yanayoweza kuwafanya wao kuchukuliwa wakubwa zaidi kwenye industry ya muziki. Sasa ukitazama upande wa Nandy kwenye upande wa shows pamoja na streams, Nandy ana balaa lake, lakini pia ukija kwa Zuchu ndio noma zaidi. Sasa kuchuana kwao kumetengeneza mashabiki kutaka kuwashindanisha ni nani bora ama ni nani zaidi ya mwenzake. Kwa utajiri ni vile ambavyo tunaona kila mmoja anamiliki mali pamoja na biashara, japokuwa hatujaona wazi ama Zuchu hajaweka wazi kuhusiana na biashara anazozifanya, lakini tumekuwa tukiona baadhi ya mambo ambayo Zuchu anayafanya kwa kutumia mamilioni ya pesa, kama vile mandinga anayoyamiliki, gari ambazo Zuchu amemnunulia mama yake Bi Khadija Kopa, lakini nyumba ambazo Zuchu huwa anatuonesha kwenye posti zake, haijalishi hata kama amepanga, lakini thamani ya bei ama pango ambayo Zuchu huwa analipa hapo basi sio mchezo. Japokuwa baadhi ya vitu lebo imemfanyia Zuchu, na ndipo ambapo watu wengi husema kwamba tofauti kubwa kati ya Zuchu pamoja na Nandy, namba moja ni kwamba Nandy amejipambania yeye mwenyewe kwa haso zake kwa kushikwa mikono na baadhi ya watu, lakini sio lebo ya moja kwa moja. Lakini Zuchu amekuwa introduced katika industry ya Bongo Flava mara baada ya kushikwa mkono kupitia kwenye lebo ambayo imekuwa ikiwekeza pesa za kutosha katika kumfanya awe msanii mkubwa. Sasa hapo ndipo utofauti mkubwa unapoanzia. Lakini pia tofauti ya pili ya Zuchu pamoja na Nandy ni idadi kubwa ya collabos pamoja na streams. Kolabo ambazo Zuchu amezifanya na wasanii wa hapa Tanzania, lakini pia na wa nje ya mipaka ya Tanzania, yani Afrika, Nigeria pamoja na baadhi ya nchi nyinginezo ni nyingi. Lakini pia na Nandy ana collaborations kadhaa ambazo amezifanya na wasanii kutokea huko Nigeria, akiwemo Koffi Olomide ambao ni msanii nguli wa muziki kwa upande wa Franco Nation, na maanisha uko Kongo. Na lakini pia Zuchu ni msanii ambaye ana numbers kubwa vibaya mno kwenye streaming platforms. Ukiingia kwenye Spotify, iTunes, Deezer na kila kona Zuchu ameweka rekodi. Lakini pia Zuchu anashikilia rekodi kuwa mwanamuziki wa kwanza East Africa kwa ujumla na kusini mwa jangwa la Sahara kuwa na wimbo wake yeye kama yeye solo artist ambaye hajamshirikisha mtu, sio wa collaboration, na kufikisha idadi ya watazamaji milioni 100. Hiki ni kitu ambacho mara kadhaa kinatokea, lakini kwa yeye peke yake, tena haswa ni msanii wa kike, ameweza kukifikisha. Tumezoea kuona kwa wasanii tu wa kiume wakitengeneza rekodi kama hizi. So kwa kila upande ukimwangalia, kila mtu ana mazuri yake ambayo ameyafanya na rekodi zake. Wewe unadhani ni nani nambari moja?